Matumizi ya fedha shilingi milioni 50 zimetumika kutekeleza mradi hadi kukamilika. Changamoto: kuchelewa kupata wazabuni wa vifaa kupitia mfumo wa manunuzi NeST. Ni kazi nzuri na inahitaji kupongezwa. Lakini la pili, tunaona mradi wetu umekamilika, lakini haujakamilika vizuri. Mimi nafikiri zile mbao za kuweka humu ili kuziba haya matundu ziweze kuwekwa ili mradi uweze kukaa vizuri. Kuongeza juhudi kubwa za wakurugenzi wetu na waheshimiwa madiwani kwa ajili ya kubuni, maana mmebuni miradi mbalimbali ambayo inaleta kipato, na kipato hicho kinarudia wananchi. Kwa hiyo hakuna jambo kubwa kama lile ambalo wananchi wenyewe wanahusika moja kwa moja. Kwa hiyo hapa tunaona ni nguvu za wananchi wanahusika na wanapata mrejesho. Kwa hiyo mimi nishukuru halmashauri hii ya Bunda mji kwa shughuli hii, na wengi tuendelee kuiga kwa ajili ya mapato ya ndani, maana wananchi wanapopata mrejesho wao na wao wanajua wamepata jambo jema. Mapato ya ndani. Mheshimiwa Warati, karibuni kwa mapato ya ndani. Mheshimiwa Warati, wananchi wa mtaa wa Kitaramaka waliazimia kujenga zahanati kupitia mkutano mkuu wa mtaa uliofanyika tarehe 10 mwezi wa 7 2022. Jumla ya shilingi milioni 63,920,500 zimetumika katika ujenzi wa zahanati. Fedha zimetoka katika vyanzo mbalimbali. Michango ya wananchi. Wananchi walichangia fedha taslimu shilingi milioni 3,155,000 na viashiria vyenye thamani ya shilingi milioni 3,520,000. Jumla ya wananchi waliochangia fedha na viashiria vyenye thamani ya shilingi milioni 6,675,000. Michango ya wadau wa maendeleo. Wadau wa maendeleo walichangia jumla ya shilingi milioni 7,245,500. Ofisi ya mbunge kupitia mfuko wa jimbo ilichangia shilingi milioni 6,04,800. Aidha, baada ya ujenzi wa boma kukamilika, serikali kuu ilitoa shilingi milioni 50. Nichukue fursa hii, kwa majina naitwa Mheshimiwa Mapancha, diwani wa kata Stendi Kuu natokea wilaya Serengeti na ni mjumbe wa Warati mkoa wa Mara. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumesikia kwa namna ambavyo serikali kuu imetoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa zahanati hii, lakini sambamba na hilo kubwa ambalo nimeliona hapo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni wananchi namna walivyojitoa kwa ajili ya michango yao, niwapongeze sana. Lakini niwapongeze wadau mbalimbali wa maendeleo ambao wamechangia kwa namna moja ama nyingine. Nimeona wametoa mifuko ya simenti na fedha taslimu, lakini kikubwa nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa diwani wa kata hii ambaye kwa kweli umeona ametoa kiwango kikubwa sana cha mchango. Hili kwa kweli limetufurahisha sisi waheshimiwa madiwani na tunaendelea kujifunza. Ndio maana ya ALAT. Tupo kwa ajili ya kujifunza katika maeneo mbalimbali. Kwa kweli nikupongeza sana Mheshimiwa diwani kwa kazi kubwa unayofanya. Pamoja kwamba tunafanya ziara pia, lakini pia na sisi nao tunajifunza. Ni sehemu mojawapo ya kujifunza, ndugu zangu. Kuna namna ambavyo mnafanya kazi, tunawapongeza. Ndugu Marigwa, Mheshimiwa diwani, karibu sana. Ulitamani sana tuje kwenye halmashauri yako, hatimaye tumefika. Kwa kweli mkurugenzi, tunakupongezeni. Sisi kama ALAT tumeona ukweli thamani ya fedha inaonekana, na sisi kama ALAT tumeridhika nayo. Tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo ameona ni vema awashike mkono na kuwaunga mkono wananchi wa kata ya Sazira kwa kuleta fedha kuungana na nyie. Nyie mmeanza na yeye kaleta fedha. Lakini pia tunashukuru, tunampongeza Mheshimiwa mbunge wa jimbo hili ambaye pia amesukuma fedha hizo kuja hapa, pamoja na mfuko wa jimbo tumeona, na wadau mbalimbali. Na wewe Mheshimiwa Mwenyekiti tunakushukuru, Mheshimiwa diwani tunakupongeza. Lakini sisi kama ALAT pia, mkurugenzi, hatuwezi kuacha hivyo kwenye nguvu za wananchi hapa walipofanya, na sisi tutaweka mkono wetu shilingi 500,000 kwa ajili ya kusupport nguvu za wananchi.
Nakushukuru sana. Asante sana. Na sisi hatutasema kwamba tutaandika hundi, hatutumii nesti. Hizi ni shilingi 500,000. Sikia tafadhali. Naomba nikukabidhi. Hizi fedha ni kusapoti nguvu za wananchi. Kama ni mifuko ya simenti, maana tunaona milioni 10 na laki 4 na pointi. Sasa najua sasa hivi itapungua kutoka milioni 10 na laki 5 itakuwa milioni 10. Taarifa fupi ya mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari mpya kata ya Nyasura kwa kamati ya mkoa ya ALAT tarehe 27 Mei 2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, mapokezi ya fedha. Shule ya sekondari Dr. Nchimbi ilipokea shilingi milioni 584 laki 280 na shilingi 29 na senti 0 tarehe 30 mwezi wa 6 2024 kwa ajili ya ujenzi wa shule ya sekondari mpya katika kata ya Nyasura. Mradi ulihusisha ujenzi wa madarasa 8, ofisi 2, maabara 3 yani maabara ya fizikia, kemia na biolojia, jengo la utawala, maktaba, tehama, tenki la maji ya ardhini, matundu 11 ya vyoo vya wavulana na vya wanafunzi yani wavulana na wasichana pamoja na kichomea taka. Namba 2, utekelezaji wa mradi. Utekelezaji wa mradi ulianza tarehe 28 mwezi wa 10 2024 na kukamilika mwezi Februari tarehe 25. Tarehe 1 Machi 2025 shule ilianza rasmi. Hadi sasa ina jumla ya wanafunzi kidato cha kwanza 110, ikiwa wavulana ni 54, wasichana ni 56. Matumizi ya fedha. Namba 3, fedha zilizotumika Mheshimiwa Mwenyekiti ni shilingi milioni 577 laki 456 na 314 na senti 71, na ambazo hazijatumika ni shilingi milioni 6 laki 823,000 na 714 na senti 29. Changamoto. Mheshimiwa Mwenyekiti, zipo baadhi ya changamoto zilizojitokeza kwenye mradi, ikiwemo baadhi ya wazabuni kuchelewa kuleta vifaa eneo la ujenzi. Namba 5, hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi umesaidia kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ya sekondari Dr. Nchimbi. Pia mradi umepunguza changamoto ya wanafunzi kutembea umbali mrefu kwenda shuleni. Kwa majina naitwa Daudi Wangwe, ni mjumbe wa ALAT mkoa, diwani kutoka halmashauri ya mji wa Tarime. Kipekee napenda kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kutoa fedha. Naona ametoa fedha nyingi ndani ya mkoa wetu wa Mara, ikiwemo jimbo la Bunda. Kwa kweli mimi binafsi napongeza kazi kubwa iliyofanyika hapa na usimamizi wa mkurugenzi mtendaji wakishirikiana na watendaji pamoja na waheshimiwa madiwani, maana kazi hii lazima inakuwa na umoja, ndio matokeo yake yanakuwa mazuri hivi. Kwa hiyo nipongeze kwa ajili ya kazi nzuri na usimamizi mzuri ambao umefanyika hapa. Naona hapa mmejenga ujenzi huu na bado change imebaki. Maana mwalimu hajatuambia kwamba change hii imebakije, lakini naamini kwamba kazi naona imeshafanyika na watoto wameshaingia, change imebaki milioni 6. Kweli nashukuru ofisi ya mkoa kufika kutembelea kwenye shule yetu mpya ya sekondari Nyasura. Kwa kweli kwa nafasi ya kipekee tunashukuru uongozi wote kwa ujumla, akiwemo mkurugenzi DC, Mheshimiwa diwani wa kata ya Nyasura kwa ushirikiano mzuri na mwalimu pia na mtendaji wetu Chuma. Wanajitahidi kwa kweli kwa ushirikiano. Pesa zimefanya kazi kwa ushirikiano tangu mwanzo mpaka sasa, tunaendelea vizuri. Nia yetu ni maendeleo. Tuko tayari kumuunga mama yetu Jemedari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan. Mimi nishukuru kwanza, niwapongeze sana kwa safari yenu na ujio wenu, waheshimiwa wote madiwani mlioko hapa. Kikubwa kabisa, Mwenyezi Mungu awatangulie. Sisi hatuna cha kuwapa, tunawatakia tu safari njema.